Naam, bado uko nasi ndani ya Alasiri. Hakika ni wasaa mzuri wa kuendelea kuzungumza yale ambayo yanaipeleka mbele Tanzania yetu katika sekta tofauti tofauti. Leo ni sekta ya filamu na tunao hapa viongozi kutoka shirikisho la filamu hapa nchini, zaidi tukizungumza kuhusu mirabaha kwa wasanii ambayo inahusu haki miliki na haki shirikisho. Tunaye hapa Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania Rajabu Amiri akiambatana na msemaji wa Shirikisho la Filamu Koleta Raymond. Karibuni sana. Asante sana. Koleta, shirikisho umeamua kulisemea? So nimeamua. Nilichaguliwa kulisemea. Nami kwa sababu sina kiburi na nimeuiwa na nimehusika kwa sababu ni msanii pia. Nikaona nilitumikie. Sasa kuna mtu alikuwa atafuta msemaji. Nikamwambia Koleta atakufaa kabisa. Akawa anabisha. Ninafahamu. Inabidi nikampe reference. Kama Koleta analisemea shirikisho, wewe ni nani Koleta asikusemee? Safi sana kabisa. Na shirikisho lina wanachama wengi ambao walizimwaga kura zao kwa mheshimiwa. Na ndiko nasema sauti ya wengi sawa. Kwa hiyo bila shaka ulikuwa una deserve bwana. Amina. Mheshimiwa Rais, mara mwisho tunakutana hapa ndani ya Alasiri, tulizungumza kuelekea uchaguzi ambao mko mnaenda kuufanya katika makundi yenu tofauti tofauti. Tunaweza kusema uchaguzi mkuu ndani ya shirikisho. Bila shaka ilikuwa hivyo. Na mambo yalienda sawa. Yes, tunashukuru Mungu mpaka sasa tunakwenda vizuri. Kwa sababu kama mara mwisho kufika hapa nilieleza kwamba tunakwenda kwenye mkutano mkuu ambao wenyewe unakwenda kutengeneza ajenda za uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tukafanya mkutano mkuu na tukatengeneza ajenda na tukatoa ratiba ya mkutano ya hiyo. Na utaratibu wetu sisi ni kama ilivyo, ni kwamba hauendi kwenye uchaguzi wa shirikisho kwanza, lakini unaanza chaguzi za vyama vyote. Na tunashukuru Mungu katika vyama 9 mpaka sasa tuna vyama 4 vishafanya chaguzi, na mpaka mwisho wa mwezi huu tutakuwa vyama 6. Kwa hiyo baada ya hapo mwezi wa 4 tarehe za mwanzoni tutatangaza kalenda sasa ya uchaguzi wa shirikisho. Kwa hiyo ndani ya mwaka huu tunaamini kabisa mpaka ukifika uchaguzi mkuu wa nchi inatakiwa mashirikisho yote Tanzania yashafanya chaguzi zao. Kwa hiyo tunaenda na ratiba sawa. Sawa. Yes. Ila shirikisho mnashirikiana vizuri na serikali, Koleta? Ni kweli kwa sababu tunaona wasanii vile ambavyo mna engage kwenye shughuli mbalimbali za serikali. Unajua sisi tumezungukwa na watu wengi. Wanakuambia msanii akizungumza watu wengi pia wanapokea. Unajua mimi nyuma nina kundi la maelfu ya watu. Kwa hiyo nikiamua kuondoka na wale maelfu ya watu, manake nitaondoka nao kwa sababu ya mashabiki zangu. Mheshimiwa Rais naye ana kundi la watu nyuma yake. Kwa hiyo na yeye akiamua kuondoka na lile kundi anaondoka nalo. Kwa hiyo pale tunapohitajika kufanya kazi, kuiunga mkono serikali, tawala, sisi tuko tayari, tunafanya, tunajitoa kwa sababu tuko kwa ajili hiyo. Wote tunaipigania Tanzania. Sawa. Twende kwenye mada ya leo. Mirabaha kwa wasanii kuhusu haki miliki na haki shirikisho. Ni ipi hii Rais? Asante. Katika maelezo kama hayo unapoongelea haki miliki na haki shiriki, maana yake unaongelea kitu kinachoitwa CMOs. CMOs ni Collective Management Organization. Maana yake ni kampuni ambayo kazi yake ni kukusanya na kugawa. Hii imetokana na nini? Katika sheria ya haki miliki na haki shiriki ya mwaka 1999, sheria namba 7 ilitoa tangazo hilo na sheria ikataka hivyo. Lakini ilipofika 2022 sheria ikabadilishwa ikafanywa mandate. Maana yake tayari ikatokea kwamba tupate taasisi ya kuja kufanya hiyo kazi. Lakini uzuri wake 2022 sheria ya fedha ikatambua uwepo sawa CMOs. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tukawa na iko chombo kwa maana ya sheria. Sheria ikatambua, sheria ikahitaji sasa tutengeneze kampuni binafsi kazi yake ni ukusanyaji na ugawaji kwa pamoja. Maana yake ni nini? Mwanzoni huko nyuma kabla sheria ilikuwa chombo kinachokusanya ni iko SOTA. Sawa. Lakini baada ya sheria ya fedha na sheria ya ile, maana yake automatically sasa tumepewa mamlaka ya kutengeneza hiyo CMOs, ambapo wadau mbalimbali wanajikusanya, wanatengeneza kampuni wakiwa wa Tanzania. Kazi yake ni kukusanya
na kugawa miraba kwa pamoja. Hii inatokana na nini? Sheria wakati inabadilishwa ni kwamba sasa hivi kuna items ambazo tuliziomba 25 ziingie kwenye utaratibu wa percentage kuingia kwenye haki miliki na kishiriki. Lakini sasa hizi tuna item 11. Na tongia sheria imeanzishwa 22 mpaka hivi tunavyoongea ishakusanywa zaidi ya bilioni 1.5. Ambayo hiyo sasa kampuni ile kishazikusanya maana yake inagawa kwa watu. Lakini mpaka hivi tunavyoongea bado kampuni haijapatikana. Na juzi tangazo limetoka, hatuna kama wiki 2-3 ambalo jamani tengenezeni kampuni yenu ili sasa fedha zenu mkusanye wenyewe na mgawane nyewe wenyewe. Sasa mnafeli wapi? Koleta? Aha. Mnafeli wapi kuandaa tu kuanzisha kampuni ambayo mtakusanya fedha zenu na kugawana wenyewe? Ndio maana tuko hapa. Okay. Kwa ajili ya kuwatangazia wadau. Ili haliko kwa ajili ya watu binafsi tu, liko kwa ajili ya wadau wote wanaohusika na sanaa. Hapo manake tunagusa msanii mwenyewe au mdau yote kutoka nje ya sanaa. Kwa hiyo yoyote yule atakayewiwa, atakayetaka kuingia kwenye hiyo kampuni. Na kwa sababu muda ni mchache na tulipewa kwa muda mchache pia, kwa hiyo tunakimbizana ili watu wajitokeze, kila mtu apate nafasi. Watu wasikie, asiseme labda kuna wengine walipendelewa, mwingine alinyimwa, ili mradi tu ukidhi vigezo vinavyohitajika, basi na sisi tuweze kupokea miraba yetu kwa ufasaha zaidi. Sawa. Katika huu mkimbizano wa kuhakikisha sasa ujumbe huu wa CMOs unafika kwa wasanii, mmefikia wapi mpaka sasa? Tunashukuru Mungu kwamba tumejaribu kusema sana. Hata leo tunasema kwa ajili hiyo pia. Lengo na mazumuni ni kwamba usije ukakaa hujaambiwa. Lengo ni tuhakikishe kila mmoja anakuwa na hiyo awareness. Hii siku tukikosa wote tumeambiana. Na kama rais wa shirikisho na taasisi yetu ya Shirikisho la Filamu Tanzania tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha wadau wetu wote, kwa sababu ile kampuni sifa zake lazima msipungue watu 30 kwenye kampuni moja. Lakini pia kuna kitu kinaitwa security, umeelewa? And collateral. Kwa hiyo lazima muone zamana. Na ile kampuni lazima zamana yake isipungue chini ya milioni 250. Kwa hiyo tunawaambia watu wote, ili lengo lake ni kwamba kila mmoja kwanza tuwe wa Tanzania. Ndio. Lakini tuwe na sifa ya kuwa na kampuni, lakini pia tueleze strategic zetu. Namna gani ambayo tunaweza kukusanya na namna gani tunaweza kugawa. Kwa sababu hili jambo linatakiwa lazima kuwe na watu ambao wako competent. Kwa hiyo tunatangaza hivi kwa maana watu wote tukae pamoja, Shirikisho la Filamu likiwaongoza, tunakuwa tunafanya kitu cha pamoja. Watu tunaingia, tunakutana kampuni yetu ambayo ni strong na watu watakokuwa strong ili tuweze kukusanya wenyewe na tugawe wenyewe. Kwa sababu kama kuanzia 22 23, si umeelewa, na mpaka hivi tunavyoongea tayari 1.5B limekusanywa. Na hapo tunaongelea item 11 katika 25. Na kadri siku zilivyokwenda tunaweza kuomba. Lakini kwanza wanaangalia, je, wenyewe mshafikia hatua ya kuwa na chombo strong ili tuzipambanie zifikie item. Na hizo item ni item gani? Kwa mfano, leo unaongelea DVD, VCD, flash. Hizi ni item ambazo 1%, 1.5% TRA inaitoa kwamba hii imebeba kazi za sanaa, kwa hiyo inarudi kwa wenyewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho nyuma kikuepo. Na hilo ndilo ambalo nilitamani tulielewe zaidi. Kwa sababu ukiongelea miraba kwa wasanii wa muziki ni pengine ni rahisi kuelewa kwamba wimbo wake ukichezwa sehemu fulani kuna pasenti yake pale. Sasa kwa hili la wasanii wa filamu, hii miraba inatokea wapi? Hizi pasenti zinatokea wapi hasa? Kwenye CMOs maana yake taasisi zote 5. Kwenye CMOs wanakuwa watu wa muziki, wanakuwa watu wa filamu, wanakuwa watu wa sanaa za maonyesho, wanakuwa watu wa sanaa za ufundi na wanakuwa watu waandishi wa vitabu. Kwa hiyo sisi wote kwenye CMOs ni kitu, isipokuwa kila type ya watu lazima wana CMOs yao. Kwa hiyo filamu tunakuwa na ya kwetu, muziki wanakuwa na ya kwao. Lakini ukusanyaji wote unakusanya vitu vile vile ambavyo vinabeba kazi za sanaa yoyote. Kwa hiyo 1% inayokuja inashuka chini. Sasa usajili wetu wa KOSOTA wa sisi kazi zetu unapelekea kujua tumekusanya kiwango gani kwa mwaka mzima. Kwa hiyo pale sasa unaambia percentage yetu imetokana na hii. Kwa sababu leo mfano, nitakupa mfano mdogo. Mtu anaweza akakaa tu na simu yake akacheza filamu na akaiona mwanzo mpaka mwisho. Lakini mhusika ambaye kimsingi ni msanii mwenyewe hapati chochote kutokana na hiyo wewe kupata burudani. Si umeelewa? Lakini kupitia hili maana yake tunakwenda kuhakikisha kwamba kila eneo tuweze kuwafikia kwamba at least yule mtu wa mwisho ambaye ni msanii mwenyewe anufaiki. Na ndio maana sheria zinatungwa kila siku kwa ajili ya kubeba ile kundi, kwa sababu wakati mwingine linapoteza uwezo wa kuwa na uwezo kwa sababu kazi zao zinapotea tu ovyo. Kwa hiyo CMOs zikikamilika vizuri, tukawa tunakusanya vizuri na tukafikia item zote 25, inakwambia hakuna msanii atalalamika tena njaa. Sasa kwa hao wasanii tunavyowafahamu, labda mtuambie tunavyowaona mitandaoni na kwenye tamthilia,
ni tofauti na uhalisia wa maisha yenu. Koleta unacheka, sijui unacheka nini na swali langu sijauliza. Wasanii 30 wamekosekana, ukiweka producers, ukiweka directors, ukiweka wamekosekana wa kuanzisha CMO? Hapana, hiyo sio issue kukosekana. Kuna sifa ambazo zimewekwa, na ndio maana tunasema kwamba dirisha lilivyofunguliwa hili tumesema tuwaambie. Kuna watu hivi ninavyokuambia Barkis na Jafar hawajui kama kuna kitu kama hiki. Ndio maana wajibu wetu sisi wa kwanza ni kuwatanga. Inawezekana unasema wanakosekana, inawezekana pia taarifa hawajapata, lakini sisi tunavyoongea hivi maana yake kila mmoja leo Lazaro inavyoruka hapa, ina maana kila mtu anaona. Kwa hiyo tunaamini kabisa baada ya wiki moja kupita hii, simu za rais zitaita, simu za msemaji zitaita, KOSOTA zitaita. Kwa maana kwa jamani tunafanyaje? Sasa kundi likija wewe una sifa, tunaingia tunakusanya kitu kimoja tunakwenda. Na tukionekana siku tumeshindwa, wajibu wetu sisi kama shirika tumefanya. Kwa maana tumewatangazia watu wote. Nichangia hapo kwa rais kidogo. Ni jambo ambalo labda lilikuwa bado halijajulikana miongoni mwa wasanii na wadau wa sanaa. Sasa baada ya rais kuishikilia hiyo nafasi vizuri, kuanza kuchokonoa mambo kwamba kuona wapi tunakwama, sasa tufanye nini ili kuweza kutengeneza fursa zaidi, yani ili na sisi tuweze kupata miraba kama wenzetu wanavyopata. Ndio tukayagundua yoyote. Kwa hiyo katika kugundua yoyote ndio wakaanza sasa tunahangaikaje, tunafanyaje ili tusiziache hizo pesa zisipotee, kwa sababu mwisho wa siku tulikuwa shirikisho lilikuwa halina hilo jukumu, KOSOTA ndio alikuwa anabeba hilo jukumu. Umeona? Sasa why tubebewe jukumu wakati sisi wenyewe tupo? Ndio rais akawajibika. Sasa inawezekana kabisa kama ulivyosema Mheshimiwa Rais kwamba wasanii wenyewe hii CMOs wakawa wanaisikia kwenye kipindi cha alasiri hapa. Pengine kwa faida sasa ya kipindi hiki, zipi faida za watakazozipata wasanii, kwa maana watakazo faidika na kwa mfumo gani kupitia CMO? Maana yake cha kwanza zikikusanywa fedha, maana yake ile taasisi au kampuni, kwa mfano kama sasa hivi mfano mpaka vikao vya mwisho tunakaa nao KOSOTA, fedha tayari ishaingiza. Ina maana TRA wajibu wake ushatimiza. Sheria inataka hivi. Nani CMO haipo, lakini KOSOTA sasa fedha zipo tayari. Kwa hiyo fedha zetu kwanza zipo 1.5. Lakini sasa chombo cha kugawa na kusanya si hakipo. Wao wamesema tutaendelea na kuhakikisha tunagawa kwa namna yote itakavyokuwa, lakini tunawapa kama notice. Mkishindwa, mkifikia hatua mpaka mkishindwa mkiwa hamna siku zote, tunaenda kubadilisha sheria sasa. Tunarudi kukusanya sisi wenyewe na kugawa sisi wenyewe, ambayo kimsingi inaondoa fairness. Si umeelewa kwamba unakusanya mwenyewe na hapo kipindi hicho unafanyaje? Sasa faida ni zipi? Kwa sasa hivi mfano 100% ile fedha zote zinazopatikana, maana yake 60% direct zinaenda moja kwa moja kwa wasanii wenyewe. 60%. 20% kwa sasa zinaenda kwenye uendeshaji wa KOSOTA, ambapo yeye alipambana naye kuhakikisha anafanya hiyo kazi. Kama ingekuwa kampuni ipo, maana yake uendeshaji ungeenda kwenye kampuni. Si umeelewa hapo? Lakini 10% inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa ya utamaduni, ambao ule mfuko mikopo yake inaenda kwa wasanii tena. Kwa hiyo tunaongeza tena faida nyingine, capacity kule ya kuhakikisha tunapata fedha nyingine. Lakini 10% inaenda serikali kuu sasa. Kwa maana ya kwamba katika ule mchakato wa 100%, mgawanyo wako unakuwa kama hivi. Sasa kampuni ikipatikana 100%, 60% inaenda kwa wasanii direct. 30% inarudi kwenye uendeshaji wa ile kampuni. 10% inaenda kwenye mfuko. Unaona tofauti yake? Kwa hiyo wasanii watakuwa wanapokea miraba kila mwaka, kwa sababu zinakusanya kila mwaka, na kila mwaka inatakiwa wafanyaje? Pokea. Kwa hiyo wanafanya kazi wote za sanaa, maana yake watapata mwisho wa siku, pamoja na kutoa tu kazi, pamoja na kusajili tu kazi, lakini bado vile vitu vinavyofanyika sio vinavyobeba, bado vinamletea kwa namna nyingine. Kwa hiyo hiyo ndio faida kubwa. Kwa hiyo ni fedha nyingi. Sasa kama kipindi sheria imeanzishwa juzi, leo tayari ushafika 1.5B. Can you imagine kwamba tunapozidi kusogea huko mbele, lakini pia items zinazozidi kuongezeka, maana kuna siku kuna mwaka tutakusanya mpaka bilioni 3 bilioni 4. Sio inaeleka, kwa sababu kama item leo tuko nazo kuna leo tumehivyo, maana yake tunazidi kusogea. Kwa hiyo kichombo ni chombo muhimu sana. Hapo unaipongeza serikali na wizara yetu kwa kazi inayoifanya, kwa maana kuona kwamba, kwa sababu kusema jambo la kwanza, kusikilizwa jambo la pili. Kwa hiyo mmesema, mmesikilizwa na utekelezaji umefanyika. Kwa hiyo hapo ni swala sasa ni kwamba kama ni wizara inasema na serikali hawana kipengele tulete sisi. na vipengele msipokuwa na CMO ni kipengele tayari. Exactly. Sasa natamani kujua mgawanyo wa hii miraba, hata kama hiyo 1.5B iliyokuwepo KOSOTA, wakiamua kuigawanya, mgawanyo wake unakuwaje hasa? Kimsingi kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba utaratibu ni ule ule, kwamba leo ukienda KOSOTA utaambiwa kazi zilizosajiliwa. Na ndio maana tunashauri kwamba usifanye kazi yoyote
bila kuhakikisha ifanyaje Imesajiliwa. Lengo nini? Ndio maana kusikia akimiliki na akishiriki. Maana yake kwamba kuifanya kazi iwe ya kwako. Leo hata mtu akienda kuiba, ukienda leo KOSOTA atakuja kukutetea kwa sababu ndio kazi yao na ndio wajibu wao. Kwa hiyo leo ukienda pale utaambiwa KOSOTA ana kazi hizi hapa. Kwa hiyo kwenye mraba mtu wa kwanza anaosaminiwa ni aliyosajili kazi. Kwa sababu tayari kaonyesha kwamba kifungashio kilichotumika yeye direct amechangia. Sasa wewe uko umekaa tu una kichono cha kufanya, maana yake hata kile kifungashio kibeba nini? Hakina kitu. Kwa hiyo kimsingi watu wa kwanza, na ndio watu wanasema kwamba hakikisha kazi yako isiende sehemu yoyote bila kuhakikisha ipita kwenye mikono iliyokuwa sahihi ili isajili. Kwa hiyo watu wa kwanza leo ukienda pale utakuta kuna maorodha. Waliosajili kazi mwaka huu ni wangapi, mwaka jana ni wangapi, wote zipo. Kwa hiyo wa kwanza wanaonufaika wa kwanza ni wale waliosajili kazi zao. Alafu wengine wanafuatia ni kulingana sasa katika utaratibu wa kawaida. Watu wana haki na ni wasanii na wanafanya kazi, percentage itakwenda na mgawanyo wake unakwenda. Na hivi tunavyoongea vikao vinakwenda na makundi yote haya. Si milele ananufaike. Na unufaikaji utakuwa vipi? Lakini wa kwanza ni ambaye aliwahi kufanya kazi na akaifanyaje? Ikawa submitted, KOSOTA imesajiliwa. Kwa hiyo huyu anatengeneza. Maana yake amekuwa ni moja kati ya members wa serikali. Okay, nifafanulieni hapa kwenye haki shiriki. Ina maana gani? Koleta umekaa kimya kidogo. Tunaposema haki shiriki, kuna haki miliki, nilivyofahamu mimi ndio kazi yangu, lakini shiriki ni kwa wale walioshiriki kwenye kazi yako ambayo msemaji Koleta kama msanii umenishirikisha msanii mwenzio, au maana yake ni ipi? Ngoja ili nimwachie rais, yeye alizungumzia vizuri. Asante. Sawa. Unapoongelea kwenye filamu ni timu, na ndio maana kuna neno limekuja akishiriki. Kwa maana timu kuna uwezo wakati mwingine Jafar unaandaa kazi, una fedha za kuwalipa wote. Kwa hiyo pale kwenye ushiriki umeondoka kwa sababu umemalizana pale. Lakini kuna kazi inaandaliwa alafu tunasema baada ya Azam kuinunua ndio tutapeana. Sasa hapa ili tusilimiane inakuwa ni akishiriki. Sio akimiliki, inakuwa yule mtu wa mwanzo mwenye jambo lake. Tukimalizana mimi na wewe mkataba ushamalizana mimi na wewe. Lakini akishiriki ni ile kwamba kazi inafanyika lakini hatuna uwezo wa kulipana fedha yote. Kwa hiyo tunasema baada ya mauzo ulioshirikiana nao wale wote wanaingia kwenye ile, ili wakati mwisho inatoka akishiriki tunamdai nani? Tulivyosajiliwa si kama akishiriki. Kwa hiyo mkataba wetu KOSOTA unatambua kwamba tumeshiriki kwenye hiyo kazi. Lakini mwanzoni mtu aliyokuwa producer aliosimamia ile anaweza kusema akachukua hela yeye kwa sababu ndio amepeleka Azam. Kwa hiyo shiriki ni wale walioshiriki ambao hawakupata fedha kabla. Sasa hayo yanakuwa, na kuna mwingine pia anakuambia okay fine, nacheza kazi naomba nilipo shilingi 10. Lakini kazi jinsi ninavyoiona hahitaji kupata mbele. Kwa hiyo naingia mkataba na wewe kwa akishiriki. Kila kitakachopatikana huko mbele na mimi nahusika. Kwa hiyo mnaingia kwenye kufanya kazi akijua end product anufaika kila siku kuliko kile kumalizana na. Kwa sababu na mtu mwingine akiangalia tu filamu anasema yes, hii tunakaa miaka 3 4 tunatoboa kila siku. Kwa hiyo nisichukue cha hapa afu kesho nikajuta. Na kwa hiyo akishiriki ni yule ambaye si mmiliki lakini ameshiriki kwenye hiyo kazi. Sasa tumezungumza hapa kuhusu mirabaha na ndicho ambacho kimebeba ajenda kuu ya kile ambacho kimewafanya muwepo hapa. Lakini kuna swala la mikopo kwa wasanii. Lina tofauti gani hili la mikopo na mirabaha? Utofauti upo. Kwa sababu mikopo inabaki kuwa mikopo na ambayo tumepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuwainua wasanii watoke kwenye maisha ambayo wapo ili waende kwenye hatua nyingine. Wasanii tunajua mnaishi vizuri KOSOTA. Ni kweli, lakini sio wote ambao wanaishi vizuri. Tuachane na haya maisha ya Instagram na nini. Lakini maisha halisi sio yenyewe. Wako lakini wenye maisha mazuri na wako ambao wana maisha ya kawaida kabisa. Kwa hiyo bado pia kama unavyojua soko letu sasa hivi haliko vizuri sana. Japo rais naye anajitahidi sana kupambana kuhusiana na soko. Nafikiri nalo kama muda utaturuhusu tutaweza kuzungumzia kwa sababu wasanii bado hawajajua kwamba kuna kitu kingine kimefanyika. Swala la mikopo ni serikali yenyewe iliamua kwamba tunawawezeshaje wasanii wetu. Tunafanyaje kuwasukuma kuwashika mkono pale walipo. Ndipo walipoamua sasa watu wakopeshe pesa. Waweze kufanya kazi za sanaa. Na hapo kipindi cha nyuma kama unavyokumbuka sanaa ilikuwa iko dolo kidogo. Filamu zimelala, tamthilia zimelala. Kutokana tu na hizi TV sasa hivi kutushika mkono na nini kutupa nafasi ndo kidogo zimeanza kutuinua na kutufanya tuwe busy na kazi. Kwa hiyo wao walitaka sisi tupate hela za mikopo ili tuweze kufanya kazi, lakini turudishe ile mikopo serikalini na wengine waendelee kufanya nini? Kukopa.
Kwa hiyo tofauti upo. Hizi ni za kwetu wenyewe ambazo tunazikusanya, tunaziuza, tunakuja kufaidika kwenye kugawana, japo tutapata pesa. Lakini hela zitakazotokana na shughuli hizo zingine ambazo huko zitasakwa, sisi tutafaidika nazo. Lakini hii ni mkopo ambao umetengenezwa, japo pia zinatokana na tunaita nini? Makato yetu kwenye kazi zetu. Lakini pia serikali ilitutupia jicho ili tuweze sisi kutoka. Kwa ni tofauti kabisa. Dawa ya deni ni kulipa. Asante sana. Yaani dawa deni kwa msemaji alikopa na karudisha. Mimi binafsi kama msemaji sikukopa. Ingawa nilikuwa mbioni kukopa, lakini baadaye nikawaza nikafikiria nitafanya nini. Nikarudi step nyuma. Lakini wako waliokopa, tena wasanii wengi tu wenye majina makubwa, wako waliozifanyia kazi hizo pesa. Na wanadaiwa wako na kuna wako wanaorejesha kidogo kidogo, kuna wengine wajagusa kabisa. Labda hapo sasa nimwachie kiongozi wangu mkuu apige nyundo vizuri. Mheshimiwa Rais, naam, asante. Fedha ya serikali hailiwi tu, lazima irudishwe kabisa. Na hili niseme kwa msitizo kabisa. Unajua mkopo, neno mkopo definition yake ni rahisi tu. Ni kwamba sio fedha ya kwako. Ukipewa lazima urudishe. Na kwa nini mkopo umekuja kukutoa kwenye stage moja kupeleka stage nyingine? Ndio maana mkopo. Kwamba ulikosa kitu cha kukuinua kama mtaji. Sasa umepewa mkopo ili urejeshe baadaye uendelee. Sasa wapo wengine ni watu ambao tunawapongeza sana. Wamepewa mikopo na wanarejesha kwa wakati. Lakini wapo wengine wanatusumbua. Tena wanasumbua mno. Hii mimi na siku ya 3 tayari nishapokea barua ya notice ya onyo. Usiwataje mwisho. Sitaji. Ya onyo kwamba Mheshimiwa Rais, watu wako 41 hawa ni pasua kichwa. Na tunapoelekea tutastopisha mikopo kwenye shirikisho lako. Hapo itaasiri wale ambao hawakupata kabisa kwa sababu hao 41. Kwa hiyo mimi nitoe tena hii kwenye eneo hili. Jamani, nyinyi 41 ambao sitaji majina, lakini mnajijua. Wewe kuchukua mkopo unajua tu kama nimechukua mkopo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba turejeshe. Yes, exactly. Sio kitu kizuri kuchafuana kwenye taswira zetu. Tuna majina makubwa, tuyalinde image zake kwa kurudisha mikopo hii. Na tunajua hali zilivyo. Ukibanwa njoo kwenye vikao. Nifuate rais, nimebanwa lakini nataka kulipa. Tunafanyaje? Tukae chini tujadiliane. Tuna namna gani ya kusaidiana. Sio umeelewa vizuri? Lakini sio unafikia hatua ukikao uji ukiitwa utokei, alafu ulipi. Hela serikali hailiwi. Na unawakosesha wengine sasa wapewe, kwa sababu ile hela kirudi wengine wanafanyaje? Wanapewa. Kwa hiyo kupitia kipindi hichi cha Lazaroni naomba nitoe tamko kwamba tuna siku chache, tuna notice, na mimi siwezi kukubali kama rais kuwepo hapa kuzuiliwa kwa wengine wasipewe mikopo kwa ajili ya wachache waliopewa mikopo. Kwa hiyo la 41 wajitahidi kurudisha mikopo, na ulipokwama njoo useme. Niambie tu, rais nimekwama wapi? Mimi nakuhakikishia nitakuinua. Ili uhakikishe deni linafanyaje? Samahani rais, nimekwama. Wewe hujakopa lakini hujakopa. Yaani maana nikisema umekwama maana yake ni kwamba hata benki wana vikao. Si umeelewa hapa? Mnakwenda mnajadiliana umekwamia wapi? Kwa sababu tujue, kwa sababu si ulikopa kwa maelekezo maalum. Ulitoa mpango wako mkakati, sasa hiki pale ulitoa. Inawezekana umefeli kweli. Mimi nikajua sasa kila alokwama anakufuata. No, yani kukwama tunakwamuaje hilo jambo? Kwa sababu tunaporudisha kwa na kunapewa tena fedha au pewa nyingine kadri. Yani foleni ya rais pale. Hapana, yani unakuja kwa ajili sasa mtu mwingine anaogopa kwenda. Sio? Mimi nitakushika mkono, nitakudhamini mimi kwamba kwenye hili sasa nakupa kipindi cha siku kadhaa. Tunafanyaje kwa kisha ile hela anafanyaje? Sasa katika hilo hawa watu 41 wanasababisha wenzao wasipewe kwanza mikopo. True. Lakini what if, utanisaidia Kiswahili chake Mpona? Ndio. Itakuwaje? Yani ikitokea kwamba kuna ambaye hatolipa kabisa. Kuna sheria gani ambazo zimewekwa kwa wale ambao hawatolipa kabisa na hawatokuwa na maelezo ya kusema kama ndio hivyo nimekwama au nini? Sheria inataka nini? Issue ya mkopo yoyote maana yake kuna vinavyofuatia. Na ndio maana kuna mkataba unasema mimi na familia yangu, lakini na mkataba kuna collateral security. Kuna zamana. Zamana yako siipo pia. Maana yake ile zamana ukiwa iko submitted, maana yake haiuziki kwa mtu yoyote mpaka ukisha mlipa ule mkopo. Sasa imeshindikana kulipa, maana yake utauza ile zamana. Okay. Sio? Kwa hiyo neno kutokulipa hilo aliko haliwezekani. Ila serikali hailiki. Unaisumbua tu, lakini hela yake lazima sasa utachukua muda na utachafua tu taswira ya jamii. Utaisumbua tu, lakini hela lazima ifanyaje? Ilipwe. Kwa sababu ili wengine wapewe, yani itakuwa kitu kiajabu sana. Ile mikopo kwamba rais wetu alikifikiri hatakuwa na hiyo taasisi. Sio? Lakini tumekiwa wasa mfuko kwamba huu mfuko kwa ajili ya watu ukipata shida wakope hapa, alafu rejeshi kwa masharti ambayo ukiangalia uwezi kupata sehemu yote. Sasa tukiharibu pale, kesho tunaamilika na nani?
Mtahangaika wenyewe kwa kweli. Na wasanii kifulia vibaya. Koleta, kwa kumalizia, umekuwa kwenye tasnia kwa muda mrefu sana sasa. Ndio. Pengine wengine tangu tukiwa primary tunakuona. Kabisa. Sasa tunataka kuonekana dada zako. Unaionaje tasnia ya filamu inavyozidi kwenda? Nikiangalia tangu kipindi ambacho mimi nimejiunga na sanaa, kuna utofauti mkubwa sana. Mkubwa mno, na si ajabu hapa katikati kama tusingekuwa tumeanguka, tungepiga hatua zaidi. Unajua, tukizungumzia sanaa kina Mama Ambiliki, kina Mzee Jangala, wale walikuwa wanaweza kwenda kuperform sehemu hata kwa kula chakula tu. Mtu anatoka nyumbani, yani unajua kwamba sanaa iko ndani ya damu yao. Yani yuko tayari mimi nikafanye tu hiki ili mradi nifanye ile sanaa yangu, yeye asikie faraja ndani ya moyo wake. Hakuna walichokuwa nakipata. Lakini sasa hivi tunaona sanaa, watu wanajenga nyumba, watu wanasomesha watoto, watu wanafungua biashara, inatufanya tuendelee katika maisha yetu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo sanaa iliyokuwa mwanzo na sanaa sasa hivi, kiukweli utofauti upo mkubwa sana. Ingawa bado hatujafika ile hatua ambayo tunahitaji. Sawa. Na ili tuweze kufika, manake inabidi tuwe na bidii zaidi. Tuungane, tushirikiane kuweza kusukuma ili gurudumu la sanaa tufike kule tunakotaka. Ulaliaji upo, mambo mengi bado yapo, lakini utofauti upo mkubwa sana. Na pia tunakuona kwenye tamthilia ambazo zinarushwa hapa Azam TV kupitia channel yetu ya Azam 2. Umefanya karakta ngapi mpaka sasa hivi? Na ipi ambayo ipo sokoni kwa sasa hivi? Kwenye dubbing au tamthilia za kawaida? Nimefanya nyingi kiukweli. Nimefanya Karasevda, hizo ambazo nazikumbuka, In Love Again. Sasa hivi niko kwenye Animal kama Tatawali. Iliyopo sasa hivi ndio hiyo Tatawali. Ndio ambapo nipo. Na nimeshika karakta mbalimbali. Wananipa karakta ambazo zinanigombanisha nafasi. Mimi muda wote ni mdomo, maneno mkali. Kwa kweli. Koleta, kila nikisafiri kwenda Morogoro kwa basi, wanamfaidi akiwa na joti. Kwa kweli. Ila hayo na hilo eneo hilo naomba niliongelee kidogo. Tuna sehemu kidogo cha kuzungumza. Naomba niliongelee kidogo. Unajua unaposema mabasi tunajikuta mabasi yanatoa tu filamu za watu na watu hawafaidiki chochote. Lakini hivi ninavyoongelea, kuna kampuni inaitwa Bayazit. Tumekaribiana mazungumzo ya mwisho na tunaenda kwenye mkataba nao. Hii ni fursa kwa wasanii kwamba tunatengeza soko lingine. Zaidi ya mabasi 500 kwa sasa yataenda kuhakikisha filamu zetu hasa zile zilizoonekana. Ina maana mtu ataiuza, director anapata haki zake, ili na kesho afanye asogee, kwa sababu moja ya kazi yetu sisi ni kutafuta masoko. Kwa hiyo zile filamu la kuonekana tu peke yake, kuonekana, lakini msanii ambaye katengeneza ana pia apate yake. Kwa hiyo niwaambie, ni fursa tena nyingine kwa wasanii wahakikishe zile filamu ambazo zishatumika waziweke vizuri. Siku tukiambiwa basi tunakuja tunauzia zile filamu na zile kuonyeshwa ili wapate faida zaidi. Sawa. Na pamoja na hayo pia unaweza kutazama chaneli ya Sinema Zetu kupitia huko kwenye mabasi. Kwa sababu siku hizi wafunga visimbuzi mpaka kwenye mabasi, na huko utapata chaneli ya Sinema Zetu na utaendelea kuenjoy kazi za sanaa kutoka kwa kina Koleta. Tunawashukuru sana. Asante. Na karibuni tena. Bila shaka mkirejea hapa kwa mara nyingine mtakuwa na sehemu tayari na mtakuwa mmeshaanza kujikusanyia na kujigawanyia wenyewe miraba yenu. Inshallah. Sasa mkishafikia huko nitaanza kuwaonesha kuwa na mimi nina kipaji.